mapenzi, sasa naumwa peke yangu. Kosa lina rewinding, halirudishi jana na leo. Najua thamani yako baada ya kukuangamiza. Maisha hayana rehearsal, ukikosea hurudi mwanzo. Tulijenga kwa mikono yetu, ndoto juu ya ndoto, tukaamini hakuna dhoruba itaweza kutugusa. Mboni. Mboni. Abe. Njoo mara moja. Mama. Askiri, nimekuita sababu ya mwenzio. Mwenzio amekuja hapa andalia. Ina maana kabisa kuna kitu kiko sawa. Na amenielezea, nimemsikiliza, lakini siku zote msema peke ushinda. Kwa hiyo nikaona si vyema nimsikilize tu mdogo wangu alafu ni hukumu. Ndio maana nikakuita ili nikusikilize na wewe, ili mradi tuweze kupata suluhu hili jambo, au nijue wapi kuna tatizo. Kwa hiyo unaweza ukanielezea mama, kwa nini ambacho kimetokea huko? Mimi nimekuelewa mama, ila inanipa ugumu kidogo kulizungumzia hili kwa sababu sijajua mwenzangu ameanza kuzungumza kitu gani, lakini endapo ningefahamu yeye amekuja kukushtakia nini, basi nadhani ningepata mwanga kuanzia hapa.
Bwana. Hebu naomba uelezee kama ulivyohisia nini ilivyokuwa. Kaka, kama nilivyokuambia hapo awali, imefikia hatua mume wangu anatembea na wapangaji wenzangu chumba hiki na hiki. Hivi anavyonifanyia ni sawa? Haijaishia hapo, message na picha za utupu kwenye simu yake. Usinikanyage. Naomba uniache niongee, sawa? Kwa kweli hiyo hali imenichosha. Imefikia hatua moyo wangu unachoka mambo anayoyafanya. Nimechoshwa na hii ndoa kaka. Shemeji, ina maana mpaka Mboni kufika hapa, ina maana kuna tatizo. Hakurupuka tu kutoka huko alipotoka mpaka kuja hapa nyumbani. Sasa usipindishe aliyakuwa umemsikia kabisa mwenzio nini alichokiongea. Je, kina ukweli ndani yake au hakina ukweli? Mume wangu, sasa kama ukinyamaza ndo nini? Mimi nataka nikuage tu naenda kazini. Yaani wewe ni mjeuri, sijapata kuona. Sasa hiyo jeuri unanifanya mimi ili iweje? Yaani wewe ndio umenikosea mimi, bado nakusemesha unakaa kimya. Hivi kweli jamani? Wewe Bwana shemeji, mimi nimeelewa, tena nimeelewa kwa ukubwa sana. Niseme tu ni kweli mimi huyu ni mke wangu. Hayo mambo mengine shemeji ni mambo madogo, sisi ni wanaume na nadhani wewe ulifahamu hilo. Lakini mke wangu, unajua kuna baadhi ya vitu vingine tunavifanya unahisi kama ni sawa, lakini sio sawa. Huyu ni shemeji na ameshika hii nafasi kama baba. Sasa hicho tunachokifanya hapa ni dharau. Mbona tulikuwa tuna uwezo kuyamaliza haya nyumbani? Mke wangu, kuna sababu gani ya kufika? Mume wangu, Yusto,
Usema unanitania mume wangu. Yusko, shida gani lakini? Mume wangu bwana, usinitanie lakini. Mume wangu. Inatosha. Nimechoka kukaa kwenye hii ndoa. Wewe ni mtu gani usiyeelewa? Ni mtu gani ambaye kila siku nataka uambie jambo moja? Unajua kiasi gani naumia? Unajua maumivu ninayopitia? Bon, unamsikia mzee akizungumza? Mwenzio amekiri kosa na anakuomba radhi ili swala mweze kulimalizia. Kwa hiyo naomba msamehe. Ndio hicho mimi ambacho yamalize. Yeye kuvuta. Maisha hayana rehearsal, ukikosea hurudi mwanzo. Tulijenga kwa mikono yetu, ndoto juu ya ndoto, tukaamini hakuna dhoruba itaweza kutugusa. Lakini tamaa ya sekunde moja ilibadilisha historia, nikaharibu kesho yetu kwa uamuzi wa dakika chache. Nilipochelewa kugundua, tayari moyo wako ulikuwa mbali. Tabasamu lako likageuka baridi, upendo ukawa kumbukumbu. Kosa limenipokonya maisha, limeninyima furaha. Nilicheza na moto wa mapenzi, sasa naumwa peke yangu. Kosa lina rewind, halirudishi jana, na leo najua thamani yako baada ya kukuangamiza. Mji unaendelea kama kawaida, lakini moyo wangu umesimama. Kila kona ninakuona, lakini haupo tena.